Baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ulikuwa ni mapumziko mwa PBZ Premier League, na siku ya kesho tutakwenda kushuhudia mchezo ambao utakwenda kukutanisha Zimamoto dhidi ya Kipanga. Awali msimamo umekwenda kusimama Zimamoto akiwa nafasi ya pili michezo yake 20 huku akiwa na alama 38, ikiwa Kipanga akiwa nafasi ya 6 michezo 20 na alama zake 34. Pata nafasi ya kuzungumza na walimu wa pande zote mbili kuelekea matumaini ya mchezo wao wa siku ya kesho. Mimi ni Makame, nyuma kamera ni Abdullahi Abdalla. Tangu tumemaliza ligi nafikiri takriban mwezi mzima tumepata mapumziko kupisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ila tumerudi katika mazoezi almost 2 weeks. Tumejaribu kutengeneza timu kadri inavyotakiwa, more and more sehemu ambazo tumeona ni dhaifu tumejaribu kutengeneza, kwa sababu wachezaji tuliambia hata ukifika nyumbani waendelee na mazoezi, ili mradi mchezaji akifika hapa level fitness yake iwe nzuri. More and more tunaona timu yetu hadi sasa hivi iko vizuri na tupo tayari kwa mchezo ambayo itakayofuata. Kama unavyosema, kesho tunaenda kucheza dhidi ya Zimamoto, na kama unavyosema ni timu ngumu, lakini sisi tunajua timu zote ambazo zinashiriki katika ligi ni timu zote ngumu, kwa sababu ile ni ligi. Lakini sisi kama sisi tunaiheshimu Zimamoto, ni timu nzuri na wachezaji wazuri, ina technical bench nzuri, lakini yote kwa yote na sisi tumejiandaa kuhakikisha kwamba mchezo wa kesho tutaendea vizuri na hatimaye kumaliza mchezo huu tukiwa babe katika mchezo huo. Unajua, katika muda huu tumerudi katika mapumziko, kwa hiyo kuna wachezaji wengine hadi tunavyoongea sasa hivi wana matatizo ya kibinafsi, lakini almost squad ya timu ambayo wachezaji tunategemea basi wako vizuri, technical, psychology, fitness wako vizuri. Awali kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kama kiongozi wa wachezaji wa Kipanga, na mpaka dakika ya mwisho tumetoka katika kiwanja cha mazoezi, hali yetu iko na morali iko juu. Tumechukua maelekezo ya mwalimu nini anataka katika mechi hii, tukafanye nini katika mechi hii, mechi ina mahitaji gani na mechi hii tunataka kitu gani. Morali ipo juu, tunashukuru, tunasikiliza maelekezo yake kwa ajili ya hiyo mechi. Kama wachezaji tuna vikao mbalimbali vya kuhamasishana ndani ya uwanja, baada ya mazoezi, kambini. Lengo ni kuwa pale juu kama wao hapo juu, na sisi nataka tuingie huko juu. Maneno tunayozungumza katika viwanja vya mazoezi, kambini, ni maneno ya kuhamasishana ili kuweza kumsikiliza mwalimu na kuzipata mechi zetu ambazo tumezijiwekea kuzipata katika michezo yetu. Malengo yetu kabla ligi haijaanza tumejiwekea malengo tukae katika alama 4 za juu, na takriban ligi inavyokwenda, tunavyokaa wachezaji, tunavyoongea, kuna kitu tunataka tukifanye, na imani Mungu atatujalia tukifanya hicho kitu. Yani tunataka tufanye kitu, yani tumekosa ubingwa basi tuwe nafasi 3 za juu. Mpira sasa nafuata nini mwalimu anataka. Kwa hiyo tupo chini ya maelekezo ya mwalimu, tutasikiliza mwalimu anataka nini, tutafuata anachokitaka. Na wapenzi wetu tunawaomba sana kama Kipanga, tunashukuru kwa support yao. Kila mechi yetu wanakuwepo, wanatusupport, ila tunaomba watuongezee zaidi, kwani tuna mambo mazuri tumewaandalia, tutawafurahisha na mimi inshallah. Nashukuru kwanza tumerudi salama, wachezaji wangu wote wako vizuri na maandalizi tunaendelea kama unavyotuona hapa kwamba tumejiandaa vizuri kutokana na hii mechi ambayo inatufuata mbele yetu. Ni muandaa vizuri kwa sababu kwamba timu wapinzani wangu nawafahamu na staili yao ya uchezaji naifahamu. Kwa hiyo timu yangu nimeiandaa vizuri ili kuwakabili katika zile strengths zao, nizikamate ili nitumie udhaifu wao ili kuweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Athari ipo, lakini kwa athari iliyotokea kwamba inabidi tuipokee na adhabu ishatoka. Wachezaji wetu 6 tunawakosa katika mchezo huu, na wengi waliokuwepo mle ni first 11. Kwa hiyo tumeandaa kwa wale kuwepo, na naamini kwamba watafanya vizuri kama walipokuwa mwanzo. Ndio malengo yetu, na ndio maana kwamba tunataka tuanzie hapa kwanza katika mchezo huu. Michezo hii miwili ya mwanzo tutakayocheza ndio itakayotupa dira ya mbele zaidi. Tumejiandaa vizuri
hata kama tumepata changamoto tulizopata, lakini tunamshukuru Mungu tumejiandaa vizuri na wachezaji wenzangu waliokuwepo, tunaenda kupambana na kupambania nafasi yetu tulikuwa tuna malengo nayo. Nadhani kila aliyosajiliwa ni hodari. Kwa hiyo wamepewa nafasi, mtu anakuja kuonyesha uwezo wake na kuendelea na maendeleo yake na malengo yake aliyojiwekea. Kila tupo nafasi ni hodari kuliko hata yule aliondoka. Ugumu na kuwepo kwa sababu zinakuwa mechi za dabi, ila mwalimu ametuandaa vizuri kuisokolojia na mazoezi pia kwa sababu ya mechi hizo, na imani kesho sisi tutapata pointi 3 inshallah. Na kesho waje kwa wingi, tuna imani ya kupata pointi 3 na tutafurahisha katika mchezo wetu wa kesho. Wasipinjike moyo na sisi, hii ni timu yao, wasichoke. Kesho tutafurahisha.